Msisitizo wetu ni kuwasisitiza Wanasingida ya kwamba wana wajibu wa kununua jezi original za klabu yetu ya Simba. Kwa kufanya hivyo unakuwa umeichangia klabu yako ya Simba, lakini kwa kufanya hivyo unakuwa umechangia katika maendeleo ya klabu yetu ya Simba. Kinyume chake, unaponunua jezi feki unakwenda kumtajirisha na kumnufaisha mtu ambaye hana uhusiano wowote na Simba Sports Club. Sote hapa tunaitakia mema timu yetu ya Simba na tunataka timu yetu ya Simba ifanye vizuri msimu huu na maisha yake yote kwa ujumla. Kufanya vizuri kwa Simba kunategemea na nguvu ya kiuchumi. Nguvu ya kiuchumi ukiachilia mbali wadhamini tuliokuwa nao, lakini nguvu ya kiuchumi wewe nikusaidia najua sauti kupata. Nguvu ya kiuchumi inatokana na ninyi wana Simba kununua bidhaa halisi za klabu yetu. Kwa hiyo mwana Singida, usikubali kwa namna yeyote ile kuvalishwa jezi feki. Usikubali kwa namna yeyote ile kununua bidhaa feki ya klabu yako ya Simba. Kwa kufanya hivyo maana yake unaihujumu klabu yako moja kwa moja. Sidhani kama kuna mwana Singida yoyote hapa yuko tayari kushiriki kuihujumu klabu yake ya Simba. Mantiki hiyo ni kwamba kila mwana Simba anaitakia mema Simba, na kuitakia mema Simba yetu ni wewe kununua bidhaa original za klabu yetu. Kwa hiyo kuanzia sasa mwana Simba ambaye ana nia kununua jezi, basi nia yake iwe ni kununua jezi original. Kwa hiyo viongozi wa matawi, viongozi wa magroup, tuna wajibu wa kuhimizana, kukumbushana na kuelezana ukweli ya kwamba nunua jezi original, achana kabisa na mpango wa kununua jezi feki, kwa sababu kufanya hivyo ni kuiangamiza klabu yako kiuchumi. Nadhani kwa hilo tumeelewana vizuri. Kuanzia sasa mwenye mpango wowote wa kununua jezi, usikimbilie tu kwenda kununua jezi kwa sababu ni bei rahisi, shilingi 15,000, shilingi 20,000, ukaenda ukanunua bidhaa feki. Ni bora ukajichanga unavyoweza kujichanga ili ununue jezi halisi ya klabu yako ya Simba. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, kwa yule ambaye atahitaji kununua jezi original, ziko hapo, anunue. Kwa ambaye ni mfanyabiashara anahitaji kuendelea kuuza bidhaa za jezi za Simba, naye anaweza akanunua hapo hapo kwa bei ya jumla akawauzia wana Singida, kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye ananunua na kuvaa jezi fake. Jambo nyingine ambalo ningependa kuwashirikisha ndugu zangu wa Singida ni kuhusiana na maendeleo ya timu yetu ya Simba Sports Club. Kwanza tujiandae kuanzia sasa. Tutakapokuja kucheza mechi hapa na Singida, tuhakikishe tunaweka nguvu kubwa tupate ushindi katika mchezo huo. Maandalizi yaanze sasa. Mipango ya ushindi ianze sasa. Tutakapokuja inakuwa ni swala la kumalizia kazi tu. Sio tuje sasa ndo tuanze kutafutana mwenyekiti yuko wapi, Antibora yuko wapi, katibu yuko wapi. Tukifika hapa tayari mipango yote ipo kwenye system. Tunafika hapa, tunapita hapa, tunabonyeza hiki, tunakwenda kumlipua, tunaondoka na alama 3, shughuli inakuwa imeishia hapa. Na nyie mnafahamu mechi sisi na wale inakuwa gani ngumu kweli kweli. Kwa hiyo tunawajibika kujiandaa haswa kuanzia sasa, ili ikifika muda sisi na wao kazi yetu inakuwa ni kwenda kumpelekea tu pumzi ya moto. Hiyo ndio kazi yenu watu wa Singida. Jiandaeni na mechi hiyo ili muda ukifika twende tukachukue alama 3. Na mimi sina mashaka na nyinyi kwenye maandalizi, lakini lazima tuhimizane
na lazima tukumbushane. Hatutaki kudondosha alama hata moja msimu huu, na hatutaki kudondosha alama hapa Singida. Kwa misimu miwili tumechukua alama 3 hapa. Tunataka tena safari hii tuendeleze utamu huo wa kuchukua alama 3. Lakini haitakuwa rahisi kwa sababu na wenyewe wamejiimarisha zaidi. Timu yao imezidi kuwa bora sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujiandaa kulingana na nguvu ya mpinzani wetu, ili tukifika hapa twende tukachukue alama 3. Iwe ya goli 1, iwe ya goli 2, ili mradi mnyama achukue alama 3, twende kwenye vita tunayokusudia, vita ya ubingwa msimu huu. Ndugu zanguni wana Singida, msimu huu ni msimu bora sana kwetu. Ni msimu mzuri kwetu. Tayari dalili zimeshaanza kuonekana. Paliko baki ni padogo tu. Ni sisi wana Simba kushikamana na kuzungumza lugha moja ili tuweze kuimaliza kazi ambayo tayari tumekwisha ianza. Tuna timu bora, tuna wachezaji wazuri, tuna benchi la ufundi la uhakika, na viongozi wetu wako imara kweli kweli kwenye kuipambania Simba yetu. Sasa sisi wana Simba huku chini tusikae kiasara, tukae kimapambano muda wote kuhakikisha ya kwamba tunavuna kile ambacho tumekusudia kuvuna msimu huu. Na ambacho tumekusudia kuvuna msimu huu ni kurejesha heshima ya Simba Sports Club, ni kurejesha mataji ya Simba Sports Club. Na hiyo kazi sisi tunaiweza, na ili tuiweze kwa vitendo, tuanze kazi hivi sasa ya mshikamano, ya kupambana, ya kumweka kando adui asiingie kwenye mipango yetu, ili tuweze kutimiza malengo yetu. Kila mwana Singida hapa amechoka na miaka 4 kukaa bila mataji. Kila mwana Singida hapa amechoka kwa miaka 4 kupoteza dhidi ya mpinzani mmoja. Sasa tusichoke tu kwenye nafsi, tuchoke kwa vitendo. Yaani tuingie msituni, tupambane tunavyoweza kupambana, ili turejeshe heshima ya mnyama. Tunachokitaka mwaka huu, baada ya ligi kumalizika, tufanye sherehe za ubingwa nchi nzima. Na hilo linawezekana kama wana Simba tukiamua. Miaka 4 iliyopita tuite ni miaka 4 ya makosa, na sasa iwe ni mwaka wa 5 wa kwenda kujifunza kutokana na makosa ambayo tuliyafanya miaka 4 iliyopita. Kwa ndugu zangu wana Singida, hakuna kulala, hakuna kupoa. Ni mapambano, ni vita mwanzo mwisho, kuhakikisha kwamba heshima ya mnyama inarejea. Tuna benchi la ufundi bora sana. Usajili tumefanya mzuri mno. Kwa hiyo kama una vitu vyote hivyo vizuri, kwa nini ushindwe kufikia malengo yako? Kwa nini ushindwe kuchukua ubingwa? Ili tuweze kufikia hayo malengo, tunawajibika wana Simba kuungana na kuwa kitu kimoja. Huu sio wakati wa kila mtu kuzungumza lugha yake. Katibu anasema hivi, mwenyekiti ana mpango huu, mjumbe anashauri vile. Wote kwa pamoja wana Singida, wote kwa pamoja wana Simba, tukae tuzungumze lugha moja, tuweze kufikia mafanikio tuliyokuwa nayo. Wachezaji wanatimiza wajibu wao. Tayari wamecheza mechi 2 na walichokifanya mmekiona. Kwenye mechi za kimataifa tumefanikiwa kwenda hatua inayofuata. Lakini tumefanya maboresho kwenye benchi letu la ufundi. Tumeleta mtaalamu kweli kweli wa mpira, Bwana Dimitar Pantev, meneja wa viwango vya juu kweli kweli. Sasa basi, baada ya kufanya maboresho hayo, baada ya kufanya mabadiliko hayo, tunaamini kwa asilimia kubwa hata aina ya uchezaji wa timu yetu itakwenda kubadilika. Itakwenda kubadilika kutokana na mipango ya kimabadiliko ya kiufundi ambayo Mwalimu Pantev anakwenda kuipandikiza ndani ya timu yetu. Tunataka timu yetu ishinde,
lakini ishinde kwa kucheza mpira mkubwa. Tunataka Simba ishinde, lakini ishinde kwa kumtawala mpinzani, na hayo yote yameshaanza kufanyika. Leo ilikuwa ni siku ya kwanza ya mwalimu kujitesti yeye mwenyewe na kuitesti timu yake. Amecheza mechi ya kirafiki dhidi ya Al Hilal na ameshinda mabao 2-1. Ameshaanza mipango yake sasa. Kwa hiyo mtihani mwingine muhimu kwa benchi letu jipya la ufundi itakuwa ni tarehe 19 ya mwezi huu wa 10, mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tuiombee timu yetu tuweze kushinda mchezo huo, tufuzu, twende hatua ya makundi. Na mimi niwahakikishie kwa aina hii ya meneja ambaye tumemleta ndani ya timu yetu, kuanzia hivi sasa hakuna wa kutuzuia tena. Timu yetu imeongezeka ubora, imeboreka, imekuwa imara kweli kweli, na kuanzia tarehe 19 tutaanza kuiona kwa macho namna ambavyo imeongezeka ubora, namna ambavyo imeimarika kweli kweli. Wachezaji mtawaona wakiwa wamezaliwa upya, kwa sababu mwalimu tuliyempata ni mwalimu ambaye anataka soka la kasi. Yeye mpira akipata ni kwenda mbele tu kwenye lango la mpinzani. Hiyo ndiyo Simba ya sasa ambayo tunakwenda kuiona hivi sasa.